Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukielekea huko Mashariki ya Kati ni kwamba mjumbe maalum kutoka nchini Marekani anayeshughulikia suala la Israel na Hamas, Steve Witkoff, anasema kwamba Israel haipo tayari kumaliza vita na ipo tayari kuendeleza vita hivyo licha ya kwamba Hamas ipo tayari kurudisha mateka. Tunataka kurudisha mateka nyumbani, lakini Israel haiko tayari kumaliza vita, Witkoff ameripotiwa akieleza hayo. Mjumbe wa utawala wa Trump katika Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, alitoa maoni yake katika mkutano wa familia za mateka. Vyanzo katika mkutano huo viliambia channel namba 12 ya kiserikali. Mjumbe wa utawala huo wa Mashariki ya Kati, Bwana Steve, anasema tunataka kuwarudisha mateka nyumbani, lakini Israel ya Benjamin Netanyahu haipo tayari kukomesha vita. Israel inarefusha licha ya kwamba hatuoni ni wapi pengine tunaweza kwenda na kwamba makubaliano lazima yafikiwe. Witkoff alitoa maoni yake wakati wa mkutano huo kwa mujibu wa vyanzo vilivyokuwepo. Hata hivyo, aliongeza ujumbe wa matumaini akisema kwamba kwa sasa kuna dirisha la fursa ambalo tunatumai Israel na wapatanishi wote watatumia fursa hiyo. Tunaweka shinikizo kwa Palestina wote na tunafanya kila tunaloweza kuwarudisha mateka nyumbani. Uhusiano kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Marekani Donald Trump umekuwa mbaya, kulingana na chanzo kilichoieleza shirika la habari la NBC News siku ya Jumapili ya wikendi hii. Uhusiano huo ulianza kuimarika wakati Trump aliporejea katika kiti chake cha urais mnamo mwezi Januari, huku zote zikiwa zimezingatia kwa karibu jinsi ya kukabiliana na vita vya Israel na Hamas na uchokozi wa Iran katika Mashariki ya Kati. Hamas inatarajiwa kutangaza kuachiliwa kwa mateka wa Israel na Marekani, ambapo ilimwachilia mateka mwanajeshi wa Israel na Marekani Edan Alexander. Vyanzo vilivyohusika katika mazungumzo ya mateka viliambia The Jerusalem Post, moja kati ya vyombo vya habari huko nchini Israel, siku ya jana Jumapili. Makadirio yanasema kutolewa kunaweza kufanyika kwa saa 48 zijazo, vyanzo vilieleza. Wazazi wa Alexander walithibitisha maendeleo kupitia channel namba 12 wakisema tunasubiri tangazo la Hamas, na Witkoff akijumlisha kwamba hii inatarajiwa kutokea. Witkoff anatarajiwa kuzuru Israel siku ya Jumatatu, huku ambapo ni siku ya leo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump yupo katika maandalizi mazito ya kufanya safari kuelekea Mashariki ya Kati, huku baadhi ya viongozi wa mataifa mbalimbali ya Kiarabu wakitarajiwa kukutana na rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump kwa ajili tu ya kuzungumza baadhi ya masuala ya mambo ya namna ya utatuzi wa mgogoro uliodumu kwa muda mrefu kati ya Wapalestina na wa Israel, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.